Hivyo una kiti mama kweli wewe? Unajitambua wewe? Kwa hiyo huyo mwanaume wako nje na anakupa jeuri? Ana kitu gani cha kunizidi mimi? Kwa hiyo huyo anakufanya wewe ombe talaka kwangu. Sikupi. Upati talaka hapa. Aha. Unataka kujua amekuzidi nini? Amekuzidi muonekano, amekuzidi pesa, lakini pia ni fundi kitandani kuzidi wewe. No. Mume wangu, shetani ana nguvu sana. Tangu unioe sijawahi kukuona ukiwa na ndoto za namna hii. Mimi nilikuwa naomba leo niache nilale humu ndani peke yangu, wewe ukalale sebuleni, lisije likatokea lolote usiku ukanidhuru. Ni kweli mke wangu. Umeongea point kweli. Acha mimi nikalale sebuleni afu ubaki hapa. Ila hii ni kwa usalama tu, sawa? Ila nakuomba sana usinifikirie vibaya. Hii ni ndoto tu. Hakuna uhalisia wowote hapa, sawa? Sawa. Nitakia siku mwema. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza, wanajitahidi kuilinda ila bado inawaliza. Kwa nini upokee simu mpenzi wangu? Nimemisi sana kuisikia sauti yako. Hii ndo nafasi pekee ya mimi kuzungumza na wewe, maana Kai hayupo chumbani muda huu. Niko peke yangu. Hii ndo nafasi adhimu ya mimi kuzungumza na wewe. Nimekumisi sana mpenzi wangu. Lakini nashangaa upokee simu mpenzi wangu. Shida nini? Au kuna tatizo ambalo limekukuta mpenzi? Maana sio kawaida yako kutokupokea simu. Mungu, tafadhali naomba umlinde Tasha yangu kwa alipo. Baya lolote lisimkute kwa uwezo wako ya Rabi. Nakupenda Tasha.
Hivi kwa nini Kai toka nimemwambia aende sebuleni hajarudi kuniangalia? Hata kama mimi nimemwambia akalale sebuleni, lakini namjua vizuri hawezi akalala peke yake. Namjua vizuri, lazima angekuja kunigongea na aniombe tulale wote chumbani. Alafu, mbona kama ameshagundua kwamba mimi natoka na Tasha? Hii ni mbaya sana. Ila na mimi nimezidi. Maana toka nimekuwa na Tasha najikuta namchukia sana mume wangu. Hapa inabidi nitengeneze mbinu mbadala ya kumfanya asiamini hivyo. Pia nirudishe ukaribu wangu kama zamani ili nivijue vingi kuhusu yeye. Kwa sababu Kai nahisi ana mambo mengi pia nje ya uwanja. Zawadi, kwa hapa tulipofikia maji yamenifikia shingoni. Yaani kiufupi tangu niingia kwenye mahusiano na wewe mambo yangu yamekuwa hayaendi. Kila siku nagombana na mke wangu. Yaani amani imetoweka kwenye familia. Kwa hiyo kitu pekee ninachohitaji kufanya kwa sasa ni kusitisha mahusiano yetu. Tuachane? Umechelewa Kai. Na kitu usichokijua, mimi tayari nina ujauzito wako. Kwa hiyo kuhusu mimi na wewe kuachana, futa kwenye akili yako. Unasemaje wewe? Ujauzito? Ujauzito wa nani? Hapo sikiliza Zawadi, mimi mtoto mdogo. Najua mambo yako vizuri sana, maana ukiachana na mimi una wanaume kibao sana. Hapo juzi kati tu nimekufumania na mwanaume, leo hii unasemaje ujauzito ni wangu? Sasa nisikilize. Huu ujauzito sio wangu. Ina maana huyo mwanamke aliyokuwa naye ni mjamzito? Sawa sawa. Na sipo tayari kulea mtoto ambao sio wangu. Shenzi mkubwa. Sasa Johnson, mambo gani ndugu yangu? Kwani leo hii unanishawishi mimi niibie kampuni yangu afu nije kufanya kazi kwako? Una akili timamu kweli wewe? Haya, nimefanikiwa kuibia kampuni yangu. Nikija kwako ufika kama nitaibia na huko. Malaya mkubwa wewe. Yaani basi hapo kasha kukuta wewe changodo wako. Ndio unaanza kujibadilishia mada. Nisikilize kwa makini. Hii mimba lazima utailea. Na kama ni kuhusu kampuni, ni ili tumbo lako. Kaa ukijua. Mimba utalea. Na ukiniletea za kuleta, nakuja kumwambia mkeo kila kitu kwa mimi nina ujauzito wako. Kwa hiyo baba, kaa kwa kutulia. Ndugu yangu na masuala mengi sana. Usitaka mwanzo ungekuja tu straight ningekuelewa. Sasa leo hii mwanangu ulikuwa unanipima imani au? Unajua kabisa mimi kwenye kampuni mimi ni mzalendo, siwezi kuibia hivi hivi. Acha mambo yako bwana. Yaani wewe hapo jitekeleshe tu ili mradi tu uonekane mcheshi. Ila kaa ukijua. Ili tumbo ndio hiyo kampuni unayopanga kwenda kuibia. Upo? Sasa ndugu yangu limeisha hilo basi. Kuwa na usiku mwema. We Kai. Usikate sikai. Wewe. Mume wangu, mbona nilikwambia ulale sebuleni alafu nakukuta huko jikoni unaongea na simu? Ni kweli nilikuwa nimelala kwenye kochi ila ghafla simu emergency ikaingia. Simu ya kikazi. Yaani simu ya kazi ndo mpaka uje uzungumze huku, kwani pale sebuleni hapatoshi kuongea? Ni kweli ila si unajua mazungumzo mengine ni nyeti sana kwa lazima niongee sehemu ya faragha kama hivi. Sawa. Kama ulikuwa unazungumza na simu ya ofisi, naomba unionyeshe nani ulikuwa unaongea naye. Samahani sijakusikia vizuri, umesemaje? Kama ulikuwa unazungumza na simu ya ofisi, naomba unionyeshe nani ulikuwa unazungumza naye. Huyu ili nimshinde na nivijue vingi kuhusu yeye, lazima niwe naye karibu.
na nisimwonyeshe kwamba nakijua chochote kuhusu yeye. Unajua hii namba ni... Basi mume wangu, mimi nakuamini. Achana nayo. Kwa hiyo vipi? Hii hapa namba nyingine ngeni. Wewe unataka kuoa? Usijali mume wangu, mimi nakuamini. Nikwambie nini mume wangu? Nimekumisi. Tunatukawale. Okay baby, nipo tayari. Okay. Let's go. Lazima nimwendeshe na hii mimba feki. Na silaha pekee ya kumshinda huyo mpumbavu Kai ni kumuongopea kuwa nina mimba yake. Maana mimi maisha yangu bila Kai si chochote. Eti anataka aniache. Mimi Zawadi Mautamu, Zawadi Mautundu wa kuachwa. Katika maisha yangu yote sijawahi kuachwa. Mimi naacha. Kwa hiyo katika hili Kai acha nikupe pole baba. Zawadi Mautamu hajawahi kuachwa. Labda mimi ndo nikuchoke nikuache. Lakini kwa sababu upo kwangu kwa ajili ya maslahi mpaka tone la damu limwagike. Na kuhusu kuacha. Nitasamehe sana. Nakupigia samahani, nakupigia. Tasha, hakika wewe ni mwanaume bora sana. Katika maisha yangu sijawahi kukutana na mwanaume shababi kama wewe. Nimeamini ile kauli wanaosema usipime maji kwa mguu. Natamani niwaelezee wale wote ambao wanaamini kuwa kitofu kimekudondokea, lakini naogopa watanibia Tasha yangu. Tasha, unaweza ukaniambia huu ufundi ulionao umeupata kwenye chuo gani? Lulu, mimi wala sijasoma katika chuo kikubwa, la hasha. Bali mimi mwalimu wangu ni kidume mmoja hivi ambaye kwa hivi sasa tayari yuko chini ya ardhi. Huyu si mwingine bali ni babu yangu marehemu Mzee Mtauka. Mara nyingi tukiwaga huko katika kijiji chetu kinaitwa Jaja, ikifika majira ya usiku hivi huwa anapenda kuwasha moto na kisha ananiita. Tukiwa tunaota ule moto, alikuwa anapenda sana kuniingiza katika darasa lake, na mara nyingi alikuwa akinifundisha namna ya kumchapa mwanamke mpaka hakikisha amechapika kisawasawa. Na kwa kusema kweli mimi pia nilikuwa msikivu sana. Nilikuwa namsikiliza babu yangu vile ipasavyo. Na sio siri Lulu, nimenufaika kwa sababu kwenye kitengo hiko cha kumchapa mwanamke mpaka hisi amechapika niko vizuri. Pongezi ziende kwa mwalimu wako. Tasha, unaweza kuwa unanichapa kila siku? Unahitaji niwe na kuchapa kila siku Lulu? Yeah.
usijali. Mimi nitakuchapa kila wakati ambapo ukihitaji. Lakini kwa muda huu utakuwa ni vyema zaidi kama ukielekea chumbani kwako kwanza. Alafu baadaye nitakuchapa tena. Hapana. Naomba unichape sasa hivi. Lulu, usijali, sisi tuko pamoja hapa. Nitakuchapa muda wote ule. Nenda tu chumbani kwako kwanza. Hapana Tasha. Mimi ni mkosefu kwako. Naomba unichape sasa hivi. Tasha, naomba unichape. Nichape Tasha. Nichape. Lisa, wewe unataka kusikia lolote kutoka kwako zaidi ya kuniambia kwa huyo mtu umsave my love ni nani? Mimi sina mtu yote nilomsave my love kwa simu yangu. Wewe mpumbavu nini? Kwa mimi mtoto mdogo. Ni maana kabisa kwenye screen umesave my love afu nakataa ni nani? Unajua ni nani huyo? Nani umsave my love? Kwa maana yake mshenzi sana. Ndio maana nitaka kuchomchoma na visu nikuulie mbali kabisa. Wewe ni msaliti. Huna amani, utuli kwenye ndoa yako na kuwa. Msaliti? Mimi ni msaliti? Vipi kuhusu wewe? Unayepigiwa simu na wanawake zako usiku na wanakuambia wana mimba zako. Wewe sio msaliti? Hivi Kai, mara ya mwisho mimi na wewe kufanya mapenzi ni lini? Nimekufuata pale sebleni, nimekwambia nimekumisi. Tumekuja hapa chumbani. Zaidi ya kunikumbatia nini kingine tumefanya? Mimi na wewe mundani tunaishi kama kaka na dada. Hamna cha zaidi. Hakuna ndoa kati yetu. Nimekuvumilia vya kutosha Kai. Nataka talaka yangu. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Hivyo una kiliti mama kweli wewe? Unajitambua wewe? Kwa huyo mwanaume wako nje na anakupa jeuri, ana kitu gani cha kunizidi mimi? Kwa huyo anakufanya wewe ombe talaka kwangu. Sikupi, upati talaka hapa. Aha. Unataka kujua amekuzidi nini? Amekuzidi muonekano, amekuzidi pesa, lakini pia ni fundi kitandani kuzidi wewe. Inawaliza ndoa. Nipige mpaka uniue Kai. Nimekwambia ukweli mchungu unaoumiza. Huna unachokijua. Hujui show, hujui chochote. Hata kama sijui show, lakini hii yote ni kwa sababu ukishaanza kula chakula cha mpishi wa nje, basi mpishi wa ndani utamwona hajui chochote kile. Sio kweli Kai. Hata ule chakula cha wapishi 200 wa nje, kama mpishi wako wa ndani anajua kupika vizuri, bado atabakia kuwa bora. Lakini kama ukila chakula cha mpishi wa nje ukakuta ni kizuri zaidi, utajutia muda wako uliopoteza kula chakula cha mpishi wa ndani ambacho hakina ladha, hakina viungo vovote na wala hakivutii mezani. Huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka. Aha. Sasa nisikilize kwa makini. Hata uongee nini, huna chochote cha kunishawishi. Hapa talaka sitoi. Na tiketi pekee ya wewe kuondoka huko ndani ni labda uwe maiti tu. Huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka. Sweetheart. Mimi na surprise yako leo. Surprise gani tena? Unatarajia kuitwa baba hivi karibuni. Wow, unasema kweli Zawadi? Zawadi, mimi nimekuitwa baba? Kweli? Kama vile baba Saidi anavyoitwa kwa mtaani, mimi naenda kuitwa baba. Ni kweli kipenzi. Hapa nilipo nina ujauzito wako.
Asante sana Zawadi. Ndio maana bado bana. Ndio maana msikia mtoto anazungumza hapa. Kwa hiyo na mimi sasa nikitembea huko mtaani nitakuwa na mwanangu nyuma ananifuata, kama vile baba Saili au kina baba Ayani vile wanavyokuwa na watoto zao wanawapiga viduku nini. Baba. Asante sana kwa thamani kubwa ulionipa mpenzi wangu Zawadi. Kiukweli nasikia furaha sana. Yaani katika hii dunia tangu nizaliwe sijai kuitwa baba. Ila wewe ndo mwanamke wa kwanza unaenda kunifanya niitwa baba. Mungu anipe nini mimi Dibwe jamani. Mtoto wa Mama Dibwe. Sasa kama ninavyojiona hapa ninavyoingia kwa Mama Dibwe, ninavyoingia na mwanangu kichanga. Mtoto kwanza bado hajazaliwa, ninavyoingia na mwanamke mwenye kitumbo chake. Alafu tunatembea zetu na kibegi changu nimeweka hapa. Alafu huko nyuma kule na kitumbo unaburuza miguu, unajua mdao kunyanyua mguu uweze. Asante sana mpenzi wangu. Nashukuru sana kwa hii zawadi ulionipatia. Ila nakuomba kitu kimoja. Nimekubali hii mimba. Nitailia kwa kila kitu. Nitakuhudumia kwa kila kitu unachokihitaji. Ila sitaki uje kuniambia hiyo mimba ni anahusika na mwanaume mwingine wa aina yoyote. Zawadi, nitakupasua na chupa. Utakuja kuniona mbaya. Unaelewa vizuri? Si unajua nilivyokuwa mkorofi. Haya. Mimi hapa sasa hivi niko tayari kwa kila kitu kwa sababu napenda kuitwa baba. Kwa chochote kile unachokitaka nikiwa kama baba niko tayari kukuhudumia sasa. Sawa. Ondoa shaka kwenye hilo kipenzi. Mimi nimeshakuhakikishia kabisa. Huu ujauzito ni wa kwako. Na hakuna mwanaume mwingine yoyote mwenye uwezo wa kunipa mimi ujauzito zaidi yako. Kwa hiyo wewe kuwa na amani. Wewe ni new dad in town Dibwe. Kuwa na amani. Najiona. Wenyewe wazungu wanakuambia this is gentleman. Unajua ukiwa mwanaume alafu una mtoto huwezi kuwa gentleman. Kwa mimi na mtoto sasa nikipita Dibwe gentleman. Asante sana Zawadi. Nisikize Zawadi. Sitaki kuona simu yako wala kusikia chochote kutoka kwako. Jamani Kai. Ina maana unapo serious kabisa. Unataka kuachana na mimi. Na ukiangalia mimi hapa nilipo, nina ujauzito wako. Hii ni tu kwa upande wako. Haujawahi hata siku moja kuitwa baba. Sasa wani kama hii ni bahati iliyoje kwako? Sikiliza mpuuzi, mimi sio mtoto mdogo, umesikia? Nimekuja hapo kwako na nimekusikia kwa kinywa chako naambia kwa mwanaume una ujauzito wake. Kwa hiyo ina maana wewe mtoto wa baba wawili au? Mpenzi. Mimi nimemwambia yule mwanaume ni kwa sababu wewe ndio ulikataa hii mimba. Nikaona sasa jamani mimi siwezi kulea mimba peke yangu. Na mtoto wangu hawezi kuzaliwa bila baba. Ndio maana nikaitumia hii nafasi ya kumbambikizia mimba yule baba. Lakini ukweli ni kwamba mimba ni ya kwako Kai. Huyu mtoto ni wa kwako kipenzi. Alafu haina haja ya kuzungumza kwenye simu. Mimi nakuomba njoo nyumbani
ili tuzungumze zaidi. Zawadi, tangu niingie kwenye mahusiano na wewe, mambo yangu yamekuwa haendi sana. Mke wangu alichukua maamuzi magumu sana ya kutembea na mwanaume mwingine. Hicho kitu kimefanya ndoa yangu ya kimoto sana. Yaani kifupi, amani imetoweka kwenye familia yangu. Kwa hiyo kitu pekee ambacho nahitaji kufanya kwa sasa ni kurejesha amani iliyopotea kwenye familia yangu. Kuna kuomba sana Zawadi unisaidie kwenye hili. Naomba nitajie nani huyu ambaye anatembea na mwanamke wangu. Baada ya mke wangu kuchukua maamuzi hayo, ndio maana nikakwambia tuachane. Kwa sababu hapo unaponiona nipo kwenye process ya kujua mwanaume ni nani ambaye anatembea na mke wangu. Yaani hiyo ndio njia pekee ya kurejesha amani iliyopotea kwenye familia yangu. Huyu kama nikimsaidia kumpata yule mwanaume anayetembea na mke wake, naweza kumrudisha upande wangu. Kwa hiyo Kai, vipi kuhusu huyo mtu atakayefanikisha kukupa taarifa kuwa mkeo anatembea na nani? Utampa zawadi gani? Zawadi? Nipo tayari kumpa zawadi kubwa, zawadi yoyote atakayotaka. Na nakwambia hapa mbele yako kuwa nitampa milioni 10. Na vipi kama nikikwambia mimi naiweza hiyo mission? Basi upendeleo wote utahamia kwako. Yaani kiufupi gharama zote za mtoto zitakuwa juu yangu. Na najua kwa mtoto sio wa kwangu wala anihusu, yaani kifupi sio damu yangu. Ila nipo tayari kumlea, ndipo utakanisaidia kufanikisha mission hii. Inabidi unipe namba za mkeo za WhatsApp ili nishughulike naye. Fine, nitakupa namba yake. Ila naomba usitumie kwa ubaya hiyo namba wala kutumia kwa maslahi yako binafsi. Usijali kuhusu hilo. Dada, naipenda sana ndoa yenu. Nisikize nikwambie wewe kaka. Mimi sitaki kusikia maneno yako ya kipumbavu, ya kizushi, sawa na ya kimbeambea. Sipendi tena unikome. Lazima usipende kwa sababu mimi nazungumza ukweli mchungu unaoumiza. Wewe na mume wako kwa nini umechagua kuwa wanandoa? Kitu ninachokitambua, ndoa ni ya watu wawili waliochagua kuishi ndani ya mwili mmoja. Lakini kwa nini nyinyi imekuwa tofauti kabisa? Yaani wewe na mume wako ni watu wawili mliochagua kuishi ndani ya miili minne. Na ninavyokuona hapa una hasira na ghadhabu ndani yako. Na hiyo yote sio kwa sababu ya mume wako, ni kwa sababu ya huyo mchepuko wako. Na unaonekana kabisa hii safari hii ulikuwa unamfuata huyo mchepuko wako. Hivi unajua mnanishangaza sana nyinyi. Yaani mnanishangaza kweli kweli. Kwa sababu sio muda mrefu nilikuwa ndani natoka, hata mmeo kapita hapa sasa hivi. Yuko hai mbio anakimbia tu kama amekimbizwa. Na yeye ana ghadhabu na hasira kama ulizokuwa nazo wewe hapa. Na sidhani kama ni kwa sababu yako, na hisi ni kwa ajili ya mchepuko wake. Sasa najiuliza, kwani hii mna ndoa ya aina gani? Hiyo ndio ndoa tulioichagua sisi. Na wewe haikuhusu. Tulia hapo.
Halo, kuna namba nakutumia hapo. Nahitaji uitraki sasa hivi. Nataka nijue kila kitu kumuhusu yeye. Anafanya nini? Anaenda wapi? Na anawasiliana na nani? Baada ya hapo, nitakwambia nini cha kufanya. Nini mke wangu? Nilikuwa nazungumza nini? Niache. Hai niache. Nikuache nini? Nilikuwa nazungumza nini? Hebu niambie usinifiche. Sisi tunataka kuambia afu umenikunja. Nisamehe sana bro, mimi ndo mkosefu. Ila nafahamu najua kila kitu kinachoendelea, si ndio? Basi naomba niambie, ulikuwa unaongea na mke wangu? Niambie basi bro, usinifiche. Maana mimi naamini kuna mtu yoyote ile. Huyu ndo anataka kumfungulia duka la simu, ndo mtu ambaye anachepuka naye. Kuniambia usinifiche ni nani huyo? Nifiche chochote kile. Kwa sababu kiachana na yote bro, wewe ni mwanaume mwenzangu, kwa haya yote nawapitia, ipo siku atakukuta na wewe. Kwa usinifiche bro, tusaidiane, niambie basi. Mimi naumia bro, naumia sana, mke wangu ananizaita simjue mtu ni nani. Huyo mtu ambaye anataka kumfungulia duka la simu, ndo mtu ambaye anachepuka na mke wangu. Kwa usinifiche bro, nike wazi please, naomba nisaidie basi. Okay, najua hii habari huwezi kunipa bure bure. Mimi nipo tayari kulipia gharama yoyote ile ili unipe hizo taarifa. Kwa free niambie. Okay, nitakupa shilingi 500 cash. Nipe hizo taarifa. Kai, tatizo ulilolitengeneza nina imani kabisa hata dawa ya kulitibu hilo tatizo lako nayo mwenyewe. Unamaanisha nini ukiniambia hivyo? Sikiliza nikwambie Kai, hata wale waliotengeneza maradhi walianza kugundua tiba kabla ya kuanza kuyasambaza hayo maradhi. Kwa hiyo tiba ya ndoa yako nayo mwenyewe na ipo mikononi mwako, wewe ndo dokta. Sasa utachagua utibu au uue. It's up to you. Oh, unajikuta mswahili sana. Unajikuta wewe ni mhenga. Sasa wahenga wenzio hapokei simu sasa hivi. Wewe endelea kukaa na hiyo siri. Ila nikuambie tu, huyu mwanamke unazungumza naye ni mke wangu wa ndoa na nampenda sana kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo, hiyo mwanzo na mwisho, nisikuoni tena nazungumza na mke wangu. Ama zangu ama zako, na waitu shari. Huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Tasha! 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 Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Shemeji, huyu ndo mke mwenzangu? Ni kweli. Huyu ndo mpenzi wangu. Anaitwa Lulu. Lulu baby. Huyu ni shemeji yangu. Anaitwa Lisa. Na huyu hapa pia ni rafiki yangu wa karibu. Tasha, mambo gani tena ndugu yangu? Namfahamu vizuri shemeji yangu, kwa hakuna haja ya kutambulishana. Lisa,
Nahitaji tuzungumze kidogo. Niambie, umefuata nini hapa? Sinakuuliza umefuata nini kwa Tasha hapa? Au unakuja kuthibitisha kwake kwa mtu mwingine, si ndio? Nisikize nikwambie kitu Kai. Tasha si ndo master plan wako eh? Nimekuja kumweleza ajue kila kitu kinachohusiana mimi na wewe. Hakuna cha kufichana tena kati yangu mimi na wewe. Nimeshakueleza kwamba mimi nina mwanaume mwingine. Nahitaji talaka yangu kwa sasa. Lakini pia kwa upande wako, wewe pia una mwanamke mwingine. Mimi siwezi kuwa na mwanaume ambaye anawajaza wanawake wengine mimba huko nje. Itosha kusema mimi na wewe basi. Usinijue nisikujue. Ukiniona popote usinifuatilie. Pita kulia nipite kushoto. Sitaki mazoea Kai. Nipe talaka yangu. Sikutaki. Jamani, sikutaki. Yule mwanamke ameshtuka sana baada ya kuniona. Ina maana hakuamini kuona mwanamke akitokea chumbani kwako? Au hata yeye ameshasikia hayo maneno wanayozungumza mitaani ya kuwa wewe kitovu kilidondokea? Yaani wangekuwa wanajua ya kuwa wewe ni mchapaji mzuri, hata wasingekuwa wanaongea maneno. Lolo, naomba unisikilize kwa makini. Hiki ambacho kimetokea baina mimi na wewe, iwe ni kama ajali. Unataka kusema nini? Ina maana mimi na wewe hatuwezi kuendelea kuwa wapenzi? Wapenzi? Wewe binti, unajitambua kweli wewe? Nakuuliza, unajielewa? Hivi mimi leo tu wapenzi kwa msingi ipi? Kuna siku hata moja mimi nilikuja na nikakutongoza wewe? Hata kama hujanitongoza, mimi na wewe jana usiku tumefanya nini? Oh, tulifanya nini? Kile ambacho kimetokea usiku baina mimi na wewe ilikuwa ni kama majaribio baina ya mgonjwa na daktari wake. Tulikuwa tunapima tuangalie dawa je inafanya kazi vile ipasavyo. Lakini baada ya kupima tukagundua kwamba dawa inafanya kazi barabara. Kwa hiyo mimi kuwa na mahusiano na wewe, hilo sahau. Ni kitu ambacho hakiwezekani hata siku moja. Labda naweza nikakaa na nikafikiria kwamba unaweza kuwa mpenzi wangu. Kwa hiyo kwa sababu sijakutongoza, itabidi hapo nianze process rasmi za kukutongoza. Unamtongoza vipi mwanamke ambaye umeshalala naye? Nilikuona ni mstaarabu, kumbe wewe ni mshenzi. Oh, safi sana. Kumbe ulikuwa unajua kwamba mimi ni mshenzi eh? Yaani mimi ni mshenzi sio kidogo. Mimi ni mshenzi miongoni mwa washenzi. Pumbavu. Wewe unakaa unanilaumu. Mimi kosa langu liko wapi hapo? Kosa langu liko wapi Lulu? Wewe mwenyewe ulikuja katika chumba changu na ukataka uthibitishe kwamba hayo maneno ya kipumbavu ambayo wanaongea wajinga wenzako kuhusiana na mimi kwamba kitovu kimeniangukia yana ukweli. Sasa mimi ikabidi nikubali kufanya vile kwa sababu ya kukwepa dhihaka. Wewe ukoe barozi mzuri wa kuwasimulia kwamba jamani, yule Tasha anamchukulia poa ni fundi wa kuchapa. Anachapa kweli kweli mpaka mtu anahisi kweli kachapika. Kwa hiyo mimi sina kosa lolote. Na kama ukiona labda mimi ni mkosefu, nimekukosea, upo huru, nenda kanishtaki kwenye mahakama za mapenzi. Hivi, nikuulize swali wewe binti. Huoni aibu kutembea na mwanaume ambaye haja kutongoza? Mimi kitu pekee ambacho natambua, mila zetu sisi wa Afrika, mwanamke sharti atongozwe na mwanaume, waridhiane ndipo atembee. Sasa wewe mimi sijakutongoza,
alafu unang'ang'ania niwe na mahusiano na wewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani hata umo ukitoka hapo nje utakucheka. Utakuwa ni mwanamke ambaye huna maadili, mpumbavu, upo tu. Kwa hiyo nisikize nikwambie kitu. Naweza nikakaa na nikafikiria kwamba unaweza ukawa mpenzi wangu. Kwa hiyo hapo, kama nilivyokuambia hapo awali, inabidi nianze process za kukutongoza, unikubalie. Hapo ndo tunaweza kuwa wapenzi wa halali baina mimi na wewe. Sawa binti? Shenzi mkubwa wewe. Hiyo ndio Tasha, labda ukafungia hera. Ndoto ambayo nimeiota naona kabisa inaenda kutimia. Naomba unisamehe sana Lulu. Najua nimeumiza moyo wako kwa majibu ambayo nimekujibu leo, lakini sikuwa na budi. Nilipaswa nikujibu vile ili tu niokoe maisha yako. Huyu mwanamke inabidi niondoke katika maisha yake. Kama nikiendelea kuishi kwenye maisha yake, inaonyesha kabisa atakuja kuwasababishia matatizo mazito sana. Ndugu yangu, nilikuwa na shida sana na wewe. Maana kwa hapa nilipofikia hakuna namna. Wewe ndio msaada pekee kwenye hili. Kwa hiyo naomba unipe muda wako tuzungumze. Kai, unajua kuna kitu kimoja ambacho nashindwa kuelewa. Wewe unasema kwamba unahitaji kuzungumza na mimi, lakini pia hata mke wako anahitaji pia kuzungumza na mimi. Sasa nashindwa kuelewa, kwani nyinyi mna shida gani? Hapo kwenye shida. Kama nikutafuta hakuna shida, ila nakuomba kwanza tuzungumze, then utamsikiliza na yeye. Ila ukiongea naye wewe simfiche chochote. Wewe funguka kila kitu, mwambie ushaongea na mimi before. Sawa, lakini naomba hilo jambo tusizungumzie hapa. Tutoke nje na hapa ndo tukazungumze hilo swala. Shemeji, samahani kidogo. Hapo mume wako amekuja nyumbani pia. Anasema anahitaji kuzungumza na mimi. Kwa hiyo naomba nianze kuzungumza naye wewe kwanza, baada ya hapo nitakuja nitazungumza na wewe. Sawa, hamna shida. Yaani Sara, wanaume wote ni mbwa. Yaani kila mwanaume unayemwona uko barabarani ukitembea ni mbwa. Yaani siwapendi. Natamani hata nipewe maiki, nitangaze barabarani, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, mkoa kwa mkoa, nchi nzima nizunguke, dunia nzima niwaambie, wanaume wote ni mbwa, wanaume wote ni mbwa. Siwapendi. Lisa, subiri kwanza. Hiyo sio tiba. Sio dawa kabisa. Yaani nimemkabidhi moyo wangu. Leo hii anauchoma na spoke. Natamani hata nimkabe huyu mwanaume. Kwa nini amefanya nimpende? Kwa nini amefanya mimi nimkabidhi moyo wangu alafu ananifanyia hivi? Sara, calm down kipenzi. Usi wakati wa kumlaumu Tasha. Unatakiwa kujilaumu wewe mwenyewe na maamuzi yako uliyoyachukua. Hivi nikuulize swali. Huyo Tasha alishakukwambia kitu chochote kuhusu mahusiano yake kabla ya kuwa na wewe? Tasha hajawahi kuniambia chochote kuhusu mahusiano yake. Tatizo lilianzia hapo. Ungemuuliza kwanza, alafu Tasha anahitaji uhuru kwenye mapenzi. Wewe una mume, una familia yako tayari umeshaianzisha. Yeye hawezi kuwa uhuru na wewe.
Lazima atafute sehemu ambayo anaweza akajiweka na akawa huru. Kama umeshamkuta Tasha na mwanamke mwingine na mwenyewe amekutambulisha, amekudhihirishia, ni wakati tu kukubali matokeo, wewe kubaki na mumeo. Baki na Kai, kwani Kai na kasoro gani? Wewe ni kijana mzuri tu. Yule ni mume wako Kubali hivi. Nalijua kabisa hilo. Najua kabisa kwamba Tasha anahitaji uhuru wa mahusiano. Na hawezi kuwa huru na mimi kwa sababu mimi ni mke wa mtu. Ndio maana nimeamua kudai talaka kwa mume wangu Kai ili niwe huru na Tasha. Pole sana ndugu yangu. Lakini kwa ushauri wa haraka haraka, unajua mwanamke pindi akiwa anahitaji taraka, basi usimnyime. Mimi nachokushauri bora tu ukakubali kumwacha. Kwa sababu yeye ameshasema anahitaji taraka yake. Lakini kwa upande wako wewe unasema kwamba yeye ana mwanaume mwingine na amethibitisha. Sawa? Je, wewe una ushahidi au una uthibitisho kwamba kweli Lisa na huyo mwanaume? Kaka, ushahidi sina wala sina uthibitisho kwenye hilo. Ila mimi naamini tu kuna mwanaume mwingine ambaye anatembea na mke wangu. Ndio maana nikakupa hiyo kazi ndugu yangu. Nisaidie kupeleleza. Nikishamfahamu mwanaume ni nani, nadhani hapo sasa naweza nikamwacha Lisa. Huu ni muda sahihi kabisa napaswa niutumie. Nihakikishe yule kijana anaingia kwenye mahusiano na Lisa haraka iwezekanavyo. Naomba unisikize kwa makini ndugu yangu. Unajua mwanamke pindi anapoanza kukusaliti, basi upendo kwako huisha kabisa. Na upendo wake wote atauhamisha kwa yule mwanaume ambaye anakusaliti naye. Na mwanamke upendo unapopungua kwako, ina maana ya kwamba hapo ndo chuki, dharau, jeuri, masimango hapo ndo huanza. Na mwanamke kama ameomba talaka kaka, mpatie. Unajua mtu anavyohitaji jambo lake, alafu ukawa unamwekea ugumu kwenye jambo lake, anaweza akafanya kitu chochote ili kuhakikisha jambo lake limeenda kama ambavyo yeye anahitaji. Sasa kama anaomba talaka, alafu wewe unagoma kumpatia, mwisho wa siku atakuja kutoa uhai wako. Nisikilize kwa makini Kai. Kitu ambacho mimi natambua, ndoa ni maridhiano ya watu wawili waliopendana kwa dhati na wamekubaliana kuishi kwenye amani, kwenye upendo, kwenye furaha na uwazi. Sasa kama wewe na mke wako mkiwa hamuishi kwenye amani, hamuishi kwenye upendo, hamna furaha, ina maana hapo hamna ndoa kaka. Kwa hiyo cha kufanya ni bora ukubali kile ambacho anakihitaji. Patie talaka yake. Ndugu yangu, inawezekana haya yote unaoniambia yanaweza kutokea. Maana viashiria vyote nishaanza kuviona. Yaani uweze amini Tasha. Imefikia hatua mke wangu Lisa ananiambia kwa kinywa chake mwenyewe kuwa asimridhishi tena kitandani. Haoni tena umuhimu wangu. Yaani imefikia hatua mpaka ananiambia kuwa huyo mwanaume wake sasa hivi ni bora kuliko mimi. Kweli ndugu yangu, hizo si dharau hizo? Kwa Tasha, kwenye hili naomba sana unisaidie. Najua ndugu yangu akili yako ni pana sana na wewe ni mtashi sana kwenye haya mambo. Naomba unisaidie kupeleleza nimjue huyu mwanaume ni nani. Nikishamfahamu huyu mwanaume, nina imani kwa ndoa yangu ninaweza kuinusuru. Nitafurahi sana kama ukiwa na Tasha, ili aachane mwanamke aliyekuwa naye. Huyu mwanamke ni mwanamke wa rafiki yake. Kwa sababu rafiki yake siku akijua hili watakuja kuuana, na mtu akusevu ni wewe. Namjua Tasha sio mtu wa wanawake sana, ila kwa wewe unaweza ukamteka Tasha. Unamaanisha naweza nikaa na Tasha? Yaani nitafanya juu chini ili wewe na Tasha. Yaani naweza nikaa na mahusiano naye na mwisho siku tukaa mke na mme? Ni kweli, maana mimi nitafanya juu chini, nitapambania ile mzungumzo. Wewe pamoja. Tasha.
Sasa hizo. Salama. Tasha, umeona mwanamke? Mwanamke atakufaa sana. Nimemwona na pesa zake sana kwako. Ndugu yangu, ndio katika dhambi unaifanya. Ishi na huyo. Uzule. Unajua mara nyingi huwa anakuambia kwamba kinywa chako kipo wazi. Yaani unafikiri kwamba kila kitu ambacho unakiona unaweza kukizungumza tu, si ndio? By the way, huyu mwanamke yupo single. Lakini hata nawe pia uko single. Mnaonaje mkaanzisha mahusiano na mwisho wa siku mkaja kuwa mke na mume? Mwenda siku njema. Subiri kwanza. Wewe usiniambie. Kabisa Tasha mzima. Wewe usidanganye shoga yangu. Yule kaka anajua kabisa hapandi jogoo hapandi mtungi. Haya uzima kautoa wapi? Asa wewe unajiaminisha na nini? Aloenda akajaribu akaja kukuletea uhakika nani? Mimi sasa ndo nakuletea uhakika. Mimi nimeenda nimejaribu, mwamba chuma kiko imara. Yaani ninavyokuambia yule bwana akanichapa. Wewe fanya kama unaona. Sema nini? Nachokiongea sio masiala jamani. Kiukweli yule kaka yuko vizuri na nimetokea kumpenda. Sema jamani yule kaka ni anadharau. Na ndio maana amuone na mwanamke yote. Anadharau mjue. Nachoka mwenzenu. Yaani hujachoka mimi nilipochoka mimi. Haya wewe shosti. Unataka kuniambia kabisa Tasha leo jogoo kapanda mtungi. Sio kupanda tu. Amewika kweli kweli. Sawa shosti. Umesema anadharau sana. Alafu mwenyewe unampenda. Naomba namba yake ili mimi nikuwekee mazingira yote sawa. Wewe nao jishikilie. Wewe hizo namba za nini? Au ndio unataka ukaone kama anapanda au hapandi? Unaye huyu? Sasa mimi tunamsaidia kumwekea mambo yake sawa au? Naijua hiyo. Haya wewe utanisaidia kipi ambacho mimi nimeshindwa? Yaani kitu ambacho nimeshindwa kufanya mimi ukakifanye wewe. Bibi samani. Hata hivyo sijafanikiwa kuchukua namba yake. Na hata kama ningechukua, siwezi kukupa babangu. Nikupe unibie? Kuwa makini dada, saidiwa. Antengeneze niyo. Kwa nini unafanya hivyo lakini? Kwa nini? Mimi nimekukosea nini wewe mwanaume? Lisa, kitu ambacho wewe ukijui. Yupo karibu kabisa na kubaini ukweli. Alafu kwenye maisha unatakiwa ufahamu Lisa, hakunaga siri ya milele. Vipi Kai akija kibaini ukweli kwamba mimi nina mahusiano na wewe? Unafikiri Kai atanichukia kiasi gani mimi? Lakini wewe kwa ni mpumbavu, unakaa unajali hisia zako binafsi, hujali kuhusiana na mimi. Yaani ule urafiki ambao tumeunda kwa muda mrefu, pindi tukiwa watoto, tumelelewa pamoja mimi na Kai. Tumesoma pamoja, tumeishi pamoja kwa amani na upendo na furaha mpaka sasa hivi tunafanya kazi sehemu moja. Unafikiri wewe uje kuvunjika kwa sababu yako Lisa? Kwenye maisha yangu iko kitu ambacho siwezi nikakubali hata mara moja. Nisikilize kwa makini. Yule binti nimeshakwambia ndo ninayempenda. Na nahitaji nifanye naye maisha yule Lulu. Nimuoe na sio wewe. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe Lisa, it's over. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa? Yaani kitu ambacho hakiwezekani kabisa ni mimi kuachana na wewe. Nimedai mpaka talaka kwa mume wangu kwa ajili yako Tasha. Utake usitake utanioa. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Kazi yako nimeshaimaliza. Vizuri. Una uhakika ni yeye? Ndiyo ni yeye. Haujachanganya wewe?
Sijawahi kufeli kwenye misheni zangu. Zawadi, huyu unayemwona mbele yako hapa anaitwa Tasha. Ni rafiki yangu wa karibu sana, na maanisha tunashirikiana kwenye mambo mbalimbali. Yaani kiufupi, huyo ndio jasiri mwongoza njia kwenye mema yangu yote na maovu. Kwa hiyo hata siku itokea tupo kwenye faragha na akapiga simu yangu, kuwa huru kuipokea. Hana shida yoyote. Kwa hiyo huyu kaka ndo anayejua michepuko yako? Zawadi, huyu ndo masapana wangu kwenye kila kitu. Ndoa yangu anaifahamu, hata wewe pia mchepuko wangu anakufahamu vizuri sana. Kwa hiyo wewe kaka, hauogopi dhambi? Upo radhi kabisa kubeba dhambi ya mwenzio ya usaliti, si ndio? Amna bana, nakutania Mr. Tasha. Inabidi tu nizoe. Mimi napenda sana masiara. Kwa ukiwa na mimi, utani lazima uzoe. Naitwa Zawadi. Nimefurahi sana kufahamu. Naitwa Mr. Tasha. Usione hivyo hapo. Ama kweli kikulacho kinguni mwako. Yaani Tasha kuamua kutoka na mke wa rafiki yake. Halo Kai. Yes, hello. Nimeshafanikisha kumjua mwanaume anayetoka na mkeo. Wewe, ni nani huyo mwanaume? Tafadhali naomba nitaje jina lake. Haina haja ya kukurupuka sana na kuwa na wasiwasi. Hapa mpaka ufuate kwanza masharti yangu ndio nikutajie huyo kijana. Sawa Zawadi, nimekuelewa na tangu hali nishakwambia kwa nipo tayari kufuata masharti yako. Chochote unachotaka nipo tayari kukupa, ili mradi tu nimjue mwanaume ni nani. Vizuri. Kesho saa 7 mchana inabidi tuonane. Zawadi, kama umeshamfahamu haina haja saa 7 mchana. Mimi hata sasa hivi nipo tayari kuja sehemu yote utakaoniita. Mradi tu niambie huyu mwanaume ni nani. Nimeshakwambia kesho saa 7 mchana inabidi tuonane. Hebu punguza kwanza hizo papara zako. Sawa Zawadi, nimekuelewa. Mimi kesho saa 7 mchana nitakuja. Naomba niambie wapi tukutane. Nahisi harufu ya pesa kwangu. Sina haja ya kutumia nguvu nyingi sana kwenye kuzipata hizo pesa. Ila jambo la msingi kwa sasa, sitaki kutumia uongo mwingi wa kudanganya kuwa nina mimba. Nahisi kutajirika sasa. Okay, by the way, mtafute mtu ampelekee Tasha hizi picha haraka iwezekanavyo. Hamna shida. Ngoja niondoke. Sara, uwezi amini Tasha amendhirishia kwa kinywa chake kabisa yule mwanamke mliyomkutana naye kwamba ndo mwanamke wake na ndo mwanamke anayempenda. Mimi nimemkosea nini yule mwanaume? Mimi nimemkosea nini Tasha? Mbona anaumiza moyo wangu? Mbona ananitesa hisia zangu kiasi hiki? Yaani natamani kungekuwa na mahakama ya mapenzi nikamshtaki yule mwanaume. Ananiumiza. Tasha ananitesa Sara. Ananiumiza sana. Pole Lisa. Najua unayoyapitia ni machungu mno, yani tena ni yanauma. Yana pain kweli kweli, lakini nakuomba utulie. Nilishakwambia zaidi ya mara moja hichi kitu. Yule mwanaume wewe hakupendi. Anahitaji kuwa huru na mapenzi yake. Wewe ni mwanamke wa mtu. Atajiwekaje huru na wewe? Ukweli kweli ni mchungu, unauma, lakini inabidi ulipokee. Hayo ndio matokeo. Hapana Sara. Yaani katika kitu siwezi kukubali ni kumwacha Tasha. Na yule mwanamke anayependwa na mwanaume ninayempenda mimi, ni lazima nitamuua. Ndio, nitamuua. Siwezi kukubali Tasha aniache mimi. Mimi ndio mwanamke ninayestahili kuolewa na Tasha na sio mwingine yoyote yule. Wewe Lisa, wewe chunga kauli yako. Mdomo unaumba, maneno yanaumba. Maneno yanatengeneza kama ulivyosema. Kumbuka unachotaka kukifanya, mbele yake ni jela. Kuna jela, kuna kunyea debe kwenye hiyo jela, afu kuna kuvaa zile uniform za orange miaka yote. Tangu siku unaingia mpaka siku unatoka. Na kesi ya kuwa sidhani kama wewe ina msamaha namna hiyo. Nipo tayari kwenda jela.
Nipo tayari kwa lolote. Yaani si hakuna haja ya mimi kuishi huru kwenye hii dunia kama nimempoteza Tasha. Yaani siogopi chochote kile Sara. Kuna muda nakuona sasa kama unaenda kuchanganyikiwa. Uwezi kudharau ugali wako ndani kwa kufikiria pilau la nje jirani. Huyu ni mumeo, alafu yule ni hawala tu. Jitahidi kubaki na mumeo. Kwani una shida gani? Hebu fanya nini umebaki na Kai? Umebaki na Kai utapungukiwa nini? Basi mfanye tu hawala. Usitaki kujionyesha hivyo. Mpe huru kaka watu na mapenzi. Nakupenda ndio maana nakwambia hivi. Nakuhurumia ndio maana nasema maneno haya. Sitaki upotee. Unakoenda sio. Unakoenda sio Lisa. Sijakuruhusu. Yaani siwezi kukaa chini kukushauri eti uue. Umuole mwanamke kisa Tasha. Haipo. Na itoe akilini kwako. Alafu na wewe nimegundua ni rafiki mnafiki. Wewe ni kati ya watu wasionipenda. Yaani uko upande wa Tasha, uko upande wake na unafurahia anawapitia, si ndio? Yaani unafurahia kuniona mimi rafiki yako anaumia. Unafurahia kuniona mimi rafiki yako anateseka, si ndio? Usipoangalia na wewe pia utamfuata vile vile, nitakuua. Lisa, hadi mimi rafiki yako anataka kuniua kwa sababu za mapenzi? Ndio, nipo tayari kukuua kwa sababu uko upande wangu, kwa sababu unipendi, uko tayari kuniona naumia. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani Nadhani ndio mwenyewe sijakosea. Nimepewa mzigo wako nikukabidhi. Nani amekupatia mzigo unipatie mimi? Nadhani kasema ukifumua ndani utamtambua ni nani. Sina haja kujieleza sana. Mimi sina taarifa zozote za kupokea mzigo. Ni mzigo gani huo? Nishakwambia sijui kilichomo ndani. Na sidhani kama kuna haja ya kuleta complaint. Nimekwambia kasema ukifumua utagundua kilichomo ndani. Have a nice day, bro. And you too. Wewe! Wewe! Huyu mwanaume anayetembea na mke wangu ni nani? Ni kidume gani hicho kinadilia tunda langu? Nikaje kumfahamu huyo mwanaume ambaye amenibia mke wangu. Halo Kai. Nimeshafanikisha kumjua mwanaume anayetoka na mkeo. Nikishafanikiwa kumjua huyo mwanaume, nitamkamata, nitamng'ata, nitamchoma na visu, nihakikishe natoa maini yake yote. Baada ya hapo, nitamwangalia Lisa machoni, niangalie reaction yake. Atapokea vipi tukio la mwanaume wake kukata roho? Roho umechanganyikiwa. Mke wangu. Kai, mimi sio mke wako. Nimeshakwambia mapema, fanya utaratibu wa kunipa talaka yako. Angalia, ushaanza kushikashika visu humu ndani. Mwisho wa siku uje uniue. Sitaki. Naomba talaka yangu Kai. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa.
Nani ametulia? Nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu Nani amenipiga picha? Na kwa nini anipige zile picha? Lengo lake haswa ni nini? Anahitaji nini kutoka kwangu mpaka anathubutu kunipiga zile picha? Yaani nitafanya tu chini ili wewe na sasa. Yaani naweza nikaa na mahusiano naye na mwisho siku tukawa mke na mume. Buzure, habari za saizi? Salama, kwema. Ni kwema, lakini kama utojali naomba uje chumbani kwangu sasa hivi. Nahitaji kuzungumza na wewe kaka. Sasa hivi? Ya, sasa hivi njoo chumbani kwangu. Mara moja tu tuje kuzungumza jambo fulani hivi. Kwema, lakini uko Tasha? Usiwe na wasiwasi Buzure. Tafadhali wewe njoo tu, hamna shida. Sawa, nakuja. Okay, you are welcome. Mke wangu, naomba unisamehe sana. Kwenye hili wewe sio mkosefu. Makosa yote ni yangu. Ile mwenyewe mke wangu nachanganyikiwa, sijui hata nini cha kufanya. Kwa sababu kuna mtu anajiuliza, ni labda shetani amenipitia au nimerogwa. Ila mimi nadhani nimerogwa. Lazima itakuwa nimerogwa, hizo hali ya kawaida. Kwa sababu juzi tu hapo nimeota nimeshika kisu. Sasa hivi tena najikuta nimeshika kisu from nowhere for no reason. Nashindwa kuelewa mke wangu. Ila naomba unisamehe sana. Kwa mke wangu, hasa makosa yangu, mimi ni morogo. Kwa unakomba sana lakini mambo ya talaka usiongelee mke wangu, sio malize tu talaka ya nini kwani tufikie huko mke wangu. Kai, kila siku unamsingizia shetani. Hii ni mara ya pili unanishikia kisu mundani. Usije ukaje ukaniua bure. Mimi naomba tuachane tu kwa kweli. Huyu mbona ameshika kisu? Au inawezekana na yeye ametumiwa hizi picha? Mungu wangu. Sasa itakuwaje? Buzure, na kitu gani ambacho unakihitaji kwenye maisha yangu? Tasha, mbona sikuelewa unachoongea? Unaelewa kivipi yani? Kwa sababu wewe nilikusikia kwa kinywa chako ukitamka kwamba utafanya chochote ambacho unakiweza ili mimi niachane na Lisa na niwe na Lulu. Ina maana ndio kwa staili ambayo umefanya, si ndio? Tasha ndugu yangu, mimi sikuelewi. Mbona unaimba kama unaimba taarabu ndugu yangu? Ongea ukweli nikuelewe. Yaani wewe unikosea, umenikosea na bado unaendelea kunikosea, si ndio? Mimi naimba taarabu. Buzure, naomba tuheshimiane. Hebu naomba niambie ukweli. Katika hili Buzure usinifiche. Wewe umenipiga picha, si ndio? Buzure usijifanye kama ujui ndio maana unashangaa. Wewe umenipiga picha mimi nikiwa na Lisa. Maana yako nini? Tasha ndugu yangu, mimi siwezi kufanya ujinga huu. Nilichoongea mimi, kwanza naomba samahani. Nilichoongea mimi kwamba nimwambia kila kitu kweli Lulu. Kwamba wewe unatembea na shemeji yako. Ili inamaanisha usifanye hivyo na mazuri. Wewe mpumbavu. Unajua kitu ambacho umekifanya? Nakuza unajua kitu ambacho umekifanya? Acha ndugu yangu. Mimi lengo langu ni kuokoa maisha yenu yawe mazuri ndugu yangu. Sina nia mbaya kwako wewe. Ndio maana nilikwambia wewe Buzure mdomo wako kwa wazi. Yaani kila ambacho unakiona wewe unatamani tu kukizungumza, si ndio? Unajua mimi hatarisha maisha yangu kiasi gani kumwambia kweli yule mwanamke? Poa, nimekosa, naomba unisamehe ndugu yangu, sitarudia tena masuala haya. Samahani maana yake nini? Yaani sikiza nikwambie kitu, wapumbavu wenzako wote kama wewe huaga wanafanya makosa kipumbavu afu wanategemea kuna neno samahani. Sikize kwa makini Buzure. Wenyewe nimekumind. Yaani nimekumind kuliko kawaida.
Lisa, kitu ambacho wewe ukijui, Kai yupo karibu kabisa na kubaini ukweli. Alafu kwenye maisha unatakiwa ufahamu Lisa, hakunaga siri ya milele. Vipi Kai akija kibaini ukweli kwamba mimi nina mahusiano na wewe? Lakini unapokuwa ni mpumbavu, unakaa unajali hisia zako binafsi, hujali kuhusiana na mimi. Kiukweli, bila kupepesa macho, mimi ndio sababu ya yote haya. Nimemsababishia matatizo Tasha. Najiona mwenye dhambi na hatia kubwa sana. Pindi tu Tasha akidhurika, mimi ndo nitakuwa sababu. Huyu Kai ameshaanza kushika visu. Inawezekana ameshaujua ukweli wote. Na kama Kai ameshaujua ukweli, lazima atamdhuru Tasha. Au nimwambie Kai ukweli kwamba mimi ndo nilimlazimisha Tasha kufanya hivi. Hakika mimi ni mkosefu. Mimi ndio kulaumiwa. Mimi ndio chanzo cha kila kitu. Wow. Safi kabisa. Hapa sasa ndo nilipokuwa napahitaji. Yaani watumii wangu wote wawili mmekuja eneo husika kwa muda husika. Nisikilizeni kwa makini nyinyi. Naomba mniambie ukweli. Na hapa mpo katika chumba changu. Hakuna mtu yoyote anayeweza kutoka. Funguo hii hapa. Naomba mnieleze ukweli. Ni wewe au ni wewe ambaye amethubutu kunipiga mimi picha? Tena nikiwa nipo na Lisa. Picha? Na mwajifanya ujui, si ndio? Nisikizeni kwa makini nyinyi. Sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumpiga mtu picha bila idhini yake ni kosa kisheria. Na nina mamlaka yote ya kuwashtaki. Kwa hiyo kabla hatujafika mbali, naomba mnieleze ukweli. Wewe au wewe ambaye amenipiga picha nani? Nani amenipiga picha? Ndugu yangu Tasha, mimi nishakwambia. Mimi sija kupiga picha hata mara moja. Nikupiga picha mimi nini ndugu yangu? Kwa hiyo ni wewe, si ndio? Nisikilize Tasha. Yaani mimi nikupige picha ili iwaje? Nikisha kupiga hizo picha, nifanyaje? Yaani nina kazi nazo gani? Hata kama niwe na wivu kiasi gani, siwezi kufanya huo upuuzi mimi. Voice over kwa Tasha. Sasa kama wote wanakataa hawajanipiga picha, ni nani yuko nyuma ya hili swala? Kama angekuwa ni Bozole, asingekuwa na sababu ya kumtuma mtu aniletee zile picha. Angeniletea yeye mwenyewe. Kwa sababu kweli huyu hana ufahamu. Hello? Halo? Niambie. Tasha, kuna kitu kimenishtua sana. Upo salama? Mimi niko salama. Ni kitu gani ambacho kimekustua? Yaani Tasha, huwezi amini. Tumepigwa picha wote tukiwa wawili, mimi na wewe. Wewe, ina maana na wewe tukio pia unalifahamu? Yani hizo picha umetumiwa pia? Ndio, nimetumiwa. Okay. Ni pazuri hapo. Nisikize kwa makini Lisa. Naomba nitumie namba sasa hivi ya huyo mtu ambaye amekutumia hizo picha. Ili nimfanyie research na nimgundue ni nani. Mpumbavu mkubwa huyo anayefanya sisi michezo sio na maana. Nitumie sasa hivi namba yake. Tasha, hii namba hata sielewi. Inaonekana ni namba ya Oman. Sawa, vipi? Kai bado hajafahamu chochote kuhusiana na hili swala? Yaani kwa hili inaonekana kabisa tayari ameshajua. Maana nimemkuta ameshika kisu.
Wewe vipi? Ulivyoniletea picha na kunikimbia ulisi kwamba sitakupata, si ndio? Braza, unaniumiza. Nadhani kama kunipiga kwako unaweza kupata chochote. Sina imani hiyo. Wewe dogo. Ukiniangalia unanichukuliaje? Unachukulia mtoto wa mama, si ndio? Yaani namna ambavyo unaniona hivyo unachukulia mimi falafala tu bwege mmoja, si ndio? Nisikize nikwambie kitu. Mimi ni mafia. Yaani mimi ni badman. Niko Dizim kitambo yani. Ninashafanya mafia wote. Wewe unaambia kitu wewe. Brother, unaniumiza ndugu yangu. Unaniumiza. Nisikilize. Kwenye msitu tuko wawili tu. Yaani naweza nikakufanyia umafia wowote. Afu hakuna mtoto anaweza kujua kama uko wapi. Yaani naweza nikakata kichwa chako nikakuzika humu na hakuna mtoto ambaye akajua wapi ulipo. Ukitaka nikusamee, naomba uniambie kitu kimoja. Nani ile kutuma uniletee zile picha? Basi ndipo tayari kukwambia kila kitu. Sema bwege wewe. Mbavu nini? Sema ukweli la sivyo nitakuua hapa leo. Mimi nipo tayari kukwambia kila kitu bro. Sikuficha kitu kimoja. Nakwambia ukweli. Kiukweli alinipa zile picha. Alikuwa ni mwanamke, lakini alikuwa amevaa mavazi ya Kiarabu, hivyo sikuweza kuona vizuri sura yake. Kakaangu, muda wote nakuita hata unisikii. Samahani, unaona nilikuwa busy na focus na simu, so nilikuwa sikusikii. Samahani sana. Sawa. Habari za saizi? Habari, mimi niko fresh, sijui wewe. Mimi niko poa. Samahani kaka. Wewe ni mwenyeji au mtaa? Naweza nikasema ni mwenyeji au sio mwenyeji kwa sababu bado sijakufahamu, alafu isitoshe na mavazi uliovaa kama tupo Uarabuni. Unaogopesha ujue. Hata usijali kuhusu hilo. Mimi kuna mkaka mmoja hivi nilikuwa namuulizia. Ni mnene hivi, anapenda kuvaa miwani. Anaitwa Tasha. Sijui unamfahamu? Mr. Tasha? Ya, Mr. Tasha namfahamu. Yaani in short kwenye huu mtaa hapa hakuna mtu ambaye simfahamu. Na ndio maana sababu hata ukija ukiulizia Msomali au Mr. AI wengi wananifahamu kwa sababu ukiniuliza tu kitu wana Google hapo. Yaani Tasha namfahamu vizuri sana, namfahamu. Mimi na mzigo wake hapa, nitamani umfikishie. Lakini usijali, kuna zawadi kidogo kwa ajili ya kufikisha huo mzigo kwa Tasha. Unajua shida sio zawadi. Hapana. Ila shida ni ningependa kugundua ndani kuna nini kwa sababu bwana, unaweza ukanipa mzigo kumbe ndani kuna bomu. Unanipa mzigo kumbe ndani kuna madawa. So lazima nijue ndani kuna nini. Yaani siwezi kupokea mzigo ambapo sijui ndani kuna nini. Kaka, hebu jikubali. Sasa huo mzigo wake niuliza nani kakupatia, mimi najibu nini? Akikuuliza kwamba nani akakupatia mzigo, mwambie akishafungua huo mzigo atamfahamu ni nani aliyekupatia. Okay, basi mimi nikutoe ofu Mimi naamini mzigo wako umefika mikono salama. Na naamini utamfikia mhusika. Lakini sasa nitakapompatia huu mzigo mimi na wewe tutaonanaje? Au ndo inatosha tu kukutana hapa na kupeleka tu mzigo, yani inatosha, haina haja kuonana tena? Kuhusu kuonana mimi na wewe tuombe Mungu. Pengine ipo siku tutakutana. Au sio? Basi mimi nikutoe hofu. Mzigo wako umefika, sawa? Poa basi. Asante. Mimi ndugu wangu. Sijui chochote. Unajiumiza bro, unajiumiza. Hapa kikweli kilichofanya nifanye vile kuletea ule mzigo ni kwa sababu ya pesa. Ni kwa sababu ya pesa. Na mimi nadhani pesa ndio zimeniponza mimi. Pesa ndio zimeniponza bro. Ile unavyonipiga unanionea, mimi si chochote ndugu yangu.
Unaniumiza bro, tafadhali niache tu niende. Oa, una uhakika na iko ambacho nakizungumza? Halo. Hello Tasha. Naam kaka, niambie. Fresh, kwema? Kwema. Tasha, naomba tukutane sasa hivi. Nina shida ya haraka sana. Hapana kaka. Hatuwezi kuonana saa hizi kwa sababu kuna jambo fulani nashughulikia hapa. Sawa. Lakini huwezi amini ndugu yangu. Nishamgundua mwanaume anayetembea na mke wangu. Unasema? Mwanaume anayetembea na mke wangu nishamgundua tayari. Kwa hiyo naomba sana tukutane Tasha. Okay. Nitakurudia. Nitakupigia muda sio mrefu. Hivi huyu Kai itakuwa ameshafahamu kuwa mimi natembea na mke wake au bado hajafahamu? Itakuwa bado hajafahamu. Kama angelikuwa amefahamu, basi asingesema kwamba nimeshamfahamu mtu ambaye anatembea na mke wangu. Angesema nimekufahamu. Hivyo basi inabidi tu nionane naye. Bado hajanijua huyu. Kaka, nakuomba niache niende nikaendelee na majukumu yangu mengine. Yaani mpaka muda usielewe rafiki yangu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa. Natamani kulizima hili jambo na sijui nitalizima vipi. Na nahisi Kai atakuwa ameshagundua. Na kama amegundua atamdhuru Tasha. Akimdhuru Tasha mimi ndo nitakuwa sababu. Na sitamani kabisa Tasha adhurike. Yaani hata sijui nitafanya nini. Pole. Yaani hapo jinsi ya kulizima hilo swala ni wewe tu kurudisha mapenzi kwa mumeo. Yaani jenga ukaribu kama ule mliokuwa nao mwanzo. Yaani ile siku ya kwanza mliokutana. Bila hivyo, hapo vita kweli itatokea. Ina maana huyo mtu kama ameweza kuwapiga picha wewe na Tasha, kuna kazi maalum amepewa na mtu ya kuwafuatilia. Alafu, huyo mtu kama kaweza kukutumia picha wewe, kamtumia picha na Tasha. Je, unahisi hajamtumia mumeo? Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Kuwa makini, pia tuwe makini katika hili swala. Yawezekana kuna mtu anatufuatilia. Zawadi, sasa huu ni wakati wa fursa, na siku zote fursa hutakiwi kuichezea hata kidogo. Tasha alinipa kazi nimtongoze Lisa ingie naye katika mahusiano, lakini kwa kuwa wewe umeniambia Tasha na Lisa wapo kwenye mahusiano, sasa hapa mimi naona Tasha anavyoonekana mtaki Lisa, ndio maana akanipa hii kazi. Sasa hili ni dili, tulipaswi kuliacha. Kwa hiyo hapo natakiwa tufanye dili ili tupate pesa, mpenzi wangu. Unaelewa vizuri Zawadi? Bravo Dibwe, mimi na wewe tulipendana kwenye madili tu, lakini ukweli ni kwamba mimi na wewe hakuna hata mmoja kati yetu mwenye ndoto za kuishi na mwenzie. Lakini kitu kinachotuunganisha sisi sote ni pesa. Na kupitia hizi picha nilizokuwa nazo, itakuwa ni rahisi sana wewe kumpata yule mwanamke. Na baada ya hapo, utaenda kuchukua pesa zako kwa Tasha alizokuahidi. Na pia hakikisha unapotembea na yule mwanamke, unampiga picha za utupu. Yaani hapo tutakuwa tumepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Yaani tunakula pesa kwa Tasha na tunakula pesa kwa Lisa. Unaona ionaje hiyo? Maana wewe Dibwe huwezi kunioa. Yaani mimi na wewe hatuwezi kuoana. Ila tunadumu tu kwa sababu ya madili. Na vile vile wewe ni mwanaume ambaye unafanikisha sana kunifikisha kileleni.
ila kiukweli mwanaume pekee ninayempenda ni Kai. Ila pongezi ziende kwako kwa sababu we ni mwanaume unayejua kuichapa barabara. Na nikuondoe hofu kwenye hilo, hata nikiolewa na Kai bado utaendelea kuichapa barabara bila kipingamizi chochote. Nitakupa namba za Lisa, utampigia na utamwambia wewe ndio ulimtumia hizo picha kupitia namba yako ya Oman. Wow, nimefurahi kusikia hivyo, katoto kajinga. Ndio maana kukubali sana mshikaji wangu. Yaani wewe katika swala zima la pesa, yaani akili yako inakuwa inatanuka kwa haraka sana. Vizuri sana. Ngoja sasa nikuchezee mchezo mmoja hatari sana. Alafu napiga pesa moja nyingi sana. Alafu uweze kuamini mshikaji wangu. Si unaniamini? Yes, hello. Hello, habari? Safi tu. Kwema? Kwema, niambie. Fresh. Bila shaka naongea na Lisa. Yes, of course mimi ni Lisa, lakini bado sijajua naongea na nani kwa sababu namba imekuja bila jina. Lisa, usio na haraka, utanifahamu tu. Ondoa shaka kuhusu hilo. Mimi ni yule niliyokupiga picha ukiwa na Tasha, halafu nikakutumia kupitia namba ya Oman. Nadhani ushanifahamu sasa. Jamani we kaka, kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa nini unanifuatilia hivyo? Kwani nimekukosea nini? Usio na haraka mrembo. Twende taratibu tu, utanielewa tu. Sawa eh? Picha zako nishazi upload mtandaoni. Na zipo automatic. Ndani ya masaa 5 zitajiachia. Kwa hiyo muda sio mrefu watu wengi sana wataona uchafu wako ulikuwa unaofanya. Natumai utakuwa umenielewa sasa. Jamani we kaka, usinifanyie hivyo. Naomba basi kuwa na huruma. Usinifanyie hivyo na kuomba. Kaka jamani, naomba usinifanyie hivyo. Nipo chini ya miguu yako. Nipo tayari kukupa kitu chochote unachokitaka. Lakini naomba usisambaze hizo picha. Na kuomba, tafadhali. Mimi nipo tayari kukupa kitu chochote unachokitaka. Wewe niambie tu. Unahitaji pesa kiasi gani? Imradi hizo picha usiziachie popote pale na kuomba. Niambia gharama yote unayohitaji. Okay, fine. Sasa nisikilize kwa makini. Nitakutumia location sehemu nilipo. Alafu naomba ufike kwa haraka sana. Ila kitu cha kuzingatia, naomba usije na mtu aina yoyote yule. Na pindi nikitambua umekuja na mtu aina yoyote yule, basi utakuja kunisahau katika maisha yako. Natumai nitakuwa umenielewa vizuri tu. Sawa mrembo? Braza, nakuomba uniache niondoke. Nadhani nishakwambia kila kitu. Na sidhani kama ukiniendelea kunipata kuna chochote utakachokipata zaidi ya hicho nilichokwambia. Nisamehe ndugu wangu. Naumia sana. Nakuomba uniache niondoke tafadhali. Zawadi, naomba nisikize kwa makini. Yaani mambo yako wewe na Kai naomba malizane wenyewe huko. Mimi nimechoka kusuluhisha mambo yenu. Kila siku nyinyi. Sitaki bwana. Tasha, nakuomba ingia WhatsApp. Kuna ujumbe wako. Ujumbe gani unaotumia WhatsApp? Utajionea mwenyewe. Angalia. Nimeshafanikisha kumjua mwanaume anayetoka na mkeo. Wewe, ni nani huyo mwanaume? Tafadhali naomba nitaje jina lake. Zawadi, nimesikia ujumbe wako ambao umenitumia. Vizuri. Sasa hapo cha kufanya, njoo nyumbani kwangu haraka. Okay, nakuja Zawadi, tafadhali nakuja. Tulia sasa. Shika hii pesa.
chukua. Hamna bro. Inatosha bro. Wachukua basi wewe. Calm down. Calm down. Sasa hivi ni amani, hakuna vita tena. Achukua pesa. Brother. Sikiliza kijana. Siku nyingine ukipewa mission za kuwafuatilia watu wazito kama sisi, inabidi uzikatae. Usikubali kile ambacho unaambiwa. Naomba uondoke. Na nimekupa hiyo pesa ili ufunge mdomo wako. Usimwambie mtu yeyote kama mimi nilikuteka na nikufanyia kitu, sawa? Risa, kila changamoto ya mtu ni fursa. Mimi ndo mtu pekee ambaye unajua ukweli wako. Mimi najua fika wewe unatoka Natasha. Na ushahidi ni nani? Natasha na mume wako ni maswaiba wakubwa sana. Wewe unalijua hilo. Na pindi akija kujua mume wako kama unatoka Natasha, huyu ni wadui mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo basi, ushahidi wa picha utaamua wewe. Ni uvujishe kila mtu ajue uchafu wako au nibaki nao. Kakaangu, naomba sana, nakuomba. Tafadhali usivujishe hizo picha. Nakuomba, niko chini ya miguu yako. Ukitaka nisivujishe ushahidi huu, nipe rushwa na rushwa. Natumai utakuwa umenielewa vizuri. Ni kwa nini unafanya yote haya? Kwani nimekukosea kitu gani mpaka unanifanyia yote haya kakaangu? Utaelewa tu. Nisikilize. Mpaka sasa hivi picha zako nishazi upload mtandaoni. Na umebakisha masaa 4 tu. Kila mtu aje kugundua uchafu wako. Usitumie kinga. Wow. Nilijua tu. Kwa mimi nishajipanga kila kitu. Kwa sababu nilijua kabisa wewe ni mke wa mtu na hujatulia katika ndoa yako. Kwa hiyo nishachukua tahadhari ya kinga muda mrefu tu. Lazima nijikinge. Lakini nitakapofanya unachokitaka sitakupa pesa tena. Usinipe pesa. Pesa utanipa na hicho unachokitaka utanipa vile vile. Na kama hujanipa pesa, namba za mume wako ninazo na zile picha nitamtumia na ataziona. kiapo kile cha kufa na kuzikana, ndani ina siri nzito,
ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama